Hizi ndo dalili 10 ambazo mara nyingi zimekuwa zikikwambia kwamba tumboni mwako kuna tatizo, tumboni mwako kuna changamoto, na wengi huwa wanaendelea kuzipuuza na huwa zinaenda kujijenga taratibu, baadaye unakuta imeshatengeneza kansa ya utumbo. Kwa hiyo kama uko hapa, hizi dalili, kama unapitia dalili hizi, basi ninakwambia tumbo lako haliko sawa. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama unapitia dalili hizi, basi jua tumbo lako haliko sawa. Kwa hiyo leo nitakutajia dalili 10 zinazoonyesha tumbo lako lina changamoto. Tumbo lako linapitia struggle, tumbo lako linapitia maumivu makali na huwa linakupa taarifa, na bahati mbaya wewe umeshindwa kuzitambua. Dalili ya kwanza na tunasema ni maumivu ya tumbo yanayojirudia mara kwa mara. Kuna watu tuko hapa tumekuwa tukipata maumivu ya tumbo mara kwa mara. Unakuta mara zote unakuta maumivu yako ya tumbo, na wengi wamekuwa kifikiria labda ni kawaida, wengi wamekuwa kifikiria labda ni chakula walichokula, wengi wamekuwa kifikiria kwamba kuna changamoto kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa unapokuwa unapata maumivu ya mara kwa mara, maumivu ya tumbo lako mara kwa mara, unapata maumivu ya tumbo na yanakuwa yanajirudia, umeshatumia dawa nyingi kwa muda mrefu lakini bado unapitia maumivu yale yale, basi jua kwamba ni taarifa unapewa, kumbe tumbo lako haliko sawa, tumbo lako linapitia matatizo bila wewe kujua. Hiyo ndo dalili namba 1 ya tumbo lako linakwambia kuna shida. Dalili ya pili watu nasema ni kiungulia. Linapata kiungulia mara kwa mara. Umekuwa ukijiuliza kwa nini napata kiungulia? Kiungulia ni dalili ya kwamba tumbo lako haliko sawa, na vitu vinavyosababisha kiungulia inaweza ikawa ni uzito mkubwa, inaweza ikawa ni baadhi ya vyakula, mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula kuwa na changamoto, lakini pia na asidi kuongezeka tumboni zinaweza zikasababisha mara zote unapata kiungulia na unahisi kuungua, na unakuta unaungua tumboni au pengine unaungua kifuani. Unapokuwa unaungua tumboni au unaungua kifuani, ni taarifa moja kwa moja unapewa, ni maelekezo unapewa kwamba tumbo lako haliko sawa, tumbo lako linalia msaada. Yaani ukipata dalili hizi, basi jua tumbo lako linalia msaada moja kwa moja. Namba 3 tunasema ni uchachu. Uchachu au unakuta ni asidi inapanda kifuani. Mara zote asidi inapokuwa inapanda kifuani, ina maana ile valve inayounganisha kora chakula na tumbo inakuwa imeshaathirika. Ile valve ikishaathirika inayounganisha kora chakula na tumbo, mara zote ile asidi huwa inaanza kupanda wapi? Kifuani. Sasa kama unahisi asidi inapanda kifuani, unahisi kama vile kuna uchachu unapanda kifuani, hiyo ni dalili nyingine inayoashiria kwamba tumbo lako linahitaji msaada. Tumbo lako linalia msaada, na usipolizingatia unaweza ukajikuta kwenye hali ya hatari zaidi. Hakikisha unabadilika, hakikisha unatafuta suluhisho. Tumbo kujaa gesi na kunguruma. Unakuta umekaa na watu wa maana, yaani umekaa na watu maana umekaa kabisa, lakini unasikia tumbo linaunguruma kama mnyoo fulani hivi, kama unakuta ni linaunguruma. Na kuna kitu kibaya kama tumbo kuunguruma. Yaani mtu unaweza kukuta anafikia sehemu anaunguruma, unaweza kufikia kama mtu amejamba. Yaani unakuta ile sauti. Sawa. Sasa kama tumbo lako linaunguruma mara kwa mara, jitafakari. Mwili wako, tumbo lako linalia msaada. Sasa tumbo lako linavyokuwa linalia msaada, watu wengi don't care. Watu wengi hatutoi msaada kwa matumbo yetu, na watu wengi tunasubiri mpaka changamoto iwe kubwa. Unapopata dalili hizi, basi jua tumbo lako linahitaji msaada. Lakini pia gesi. Muda wote gesi. Yaani inafikia sehemu unaenda kujisaidia chooni, unajisaidia hewa. Unaenda kujisaidia chooni, hamna haja inayotoka. Gesi. Gesi inaongezeka mara kwa mara. Yaani gesi inakuwa nyingi mpaka inafikia sehemu unajiuliza hii changamoto inatokana nini? Ndugu zangu, kama unaendelea kuteseka, hiyo ni ya taarifa unapewa kwamba tumbo lako haliko sawa. Kichefuchefu na kutapika. Inafikia muda unakuwa na kichefuchefu. Unatapika mara kwa mara. Kwa nini unatapika? Kwa nini unakuwa na kichefuchefu? Na pengine nafikia sehemu hata chakula chochote unachoingiza unapata hali ya kichefuchefu. Kwa nini unapata hali ya kichefuchefu? Hizo ni taarifa, hizo ni red flags unapewa kwamba tumbo lako linaanza kukupa shida. Tumbo lako linaanza kukupa alarm, linaomba site. Sawa, hakikisha unafanyia uchunguzi na unafanya utaratibu wa kupata matibabu. Kuharisha, kufunga choo, na pengine kupata choo kigumu. Unaenda kupata choo, unapata choo kama utepe. Unapata choo unakuta kama unaalisha yani maji ambayo haeleweki. Hiyo sio choo ya kawaida. Lakini wengine wameenda mbali zaidi. Huyu wa kwanza anapati choo. Sawa, cha kwanza apati choo. Unakuta upati choo kabisa. Na pengine unakula sana, unakuta mtu unakula mara 3 unapata choo mara 1. Hiyo ni changamoto ya tumbo lako. Tumbo lako linaomba site. Tumbo lako linaashiria kwamba kuna shida moja kwa moja. Lakini pia mwingine anapata choo ila choo kinakuwa kigumu.
Unakuta unapata choo kigumu, yani unapoenda kujisaidia unajikamua, choo chako ni kigumu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tumbo lako haliko sawa. Ni taarifa unapewa kwamba tumbo lako linazidi kulia msaada, tumbo lako linahitaji msaada wa kusaidia. Lakini pia unapata choo cheusi. Unakuta kuna watu hapo unapata choo cheusi kama rami. Unajiuliza hii rami nimeitoa wapi? Yaani choo chako kinapokuwa ni cheusi kama rami, ni dalili mojawapo ya kwamba tumbo lako linaomba site. Tumbo lako linapata maumivu makali, tumbo lako linahitaji msaada. Ndio maana mara nyingi unakuta choo unapata choo cheusi. Lakini tofauti na hapo, unapata harufu, unajisaidia choo chenye harufu kali. Kwa nini unajisaidia choo chenye harufu kali? Harufu ni kali kwenye choo. Jiulize, kwa nini unapata harufu kali kwenye choo? Choo yako kama ina harufu kali, ni site unapewa, ni taarifa unapewa kwamba una dalili mojawapo inayoashiria kwamba una changamoto ya tumbo lako, ambayo hiyo changamoto ya tumbo lako inahitaji msaada mara kwa mara. Lakini dalili nyingine ambayo inaashiria kwamba tumbo lako linakuwa na changamoto, tunasema ni kujisikia muda wote tumbo limejaa. Unajisikia muda wote tumbo limeshiba, unajisikia muda wote tumbo limejaa, na pengine linajaa haraka baada ya kula, na pengine wakati wa kula unakula kaposheni kadogo. Yaani unakula kachakula kadogo umeshiba. Kwa nini unakula kaposheni kadogo umeshiba? Hiyo ni tumbo lako linakupa site. Tumbo lako linagonga hilo. Ni red flag hiyo. Inakwambia kuna changamoto kubwa inaendelea ndani ya tumbo lako. Lakini wengine wanaenda mbali zaidi. Huyo ni mtu hali hana kabisa hamu ya kula, na hali kabisa. Mwingine anakula sana. Nimetoka hapa sasa hivi nimekula nimeshiba kabisa, najisikia niko vizuri. Lakini baada ya muda kidogo njaa tena. Baada ya muda kidogo njaa tena. Kwa hiyo inanitengenezea mazingira ya kula mara kwa mara. Hiyo ni dalili kwamba tumbo lako linahitaji msaada, na huenda tayari lina madonda ya tumbo. Lakini pia kukosa hamu ya kula. Kuna kabisa hamu ya kula. Yaani hizo kula sio shida zako. Yaani unaweza kufikiria labda yani wewe muda wote tumbo limejaa. Ni taarifa ambazo kwamba tumbo lako linalia msaada. Kupungua uzito bila sababu ya wazi. Mara zote unakuta uzito unapungua. Kwa nini uzito wako unapungua? Unapokuwa unapungua uzito mara kwa mara, unapungua uzito bila sababu ya msingi, tumbo lako linakulilia, linahitaji msaada. Lakini pia damu kwenye choo na matapishi. Unakuta mara nyingi unapata choo cha damu. Unapata matapishi ambayo yamechanganyikana na damu. Ndugu zangu, kama unapitia dalili hizi, kama unapitia changamoto hizi, ni maelekezo au ni taarifa ambazo unapewa kwamba kuna maambukizi ya acid reflux, gastritis, madonda ya tumbo na matatizo ya utumbo na magonjwa mengine. Kwa unachotakiwa, unatakiwa uende kuchunguza ili uweze kupata msaada zaidi. Ndugu zangu, kama unapitia dalili hizi, kama unateseka na changamoto hizi, basi hakikisha uende kuchunguza. Na kama umewahi kuchunguza ukaambiwa na madonda ya tumbo au na acid reflux, hivyo ndo vyanzo. Cha kufanya ni nini? Hakikisha unapata tiba sahihi. Sasa kama unaendelea kuteseka na bado hujapata msaada, huenda kuna watu hapa wanateseka na dalili ya vidonda vya tumbo, kuna watu hapa wanateseka na acid reflux na umetumia tiba kwa muda mrefu na hujapata matokeo. Kwa nini hujapata matokeo? Ni kwa sababu cha kwanza, usahihi wa tiba haujaweza kuwepo na kufuata miongozo sahihi. Kama una changamoto hiyo, basi hakikisha una DM au tuambie hapo chini kwenye comments una dalili ipi inayokutesa ili tuweze kukupa msaada zaidi. Karibu na Mungu apate kukubariki.